Venezuela inatajwa kuwa kinara wa ukuaji wa uchumi katika eneo la Amerika ya Latini, lakini Venezuela inakumbwa na changamoto kubwa, hasa ya vikwazo kutoka nchini Marekani, lakini pia na namna ambavyo wakati huu imekuwa ikizungukwa zaidi na meli za kivita pamoja na ndege zisizokuwa na rubani, huku ikitajwa kwamba pengine wakati wowote huenda vita ikazuka. Lakini cha ajabu ni kwamba uchumi wa Venezuela unazidi kupanda kadri siku zinavyozidi kusonga licha ya vikwazo hivyo vya Marekani. Venezuela imeamua kuvuka kikwazo cha vikwazo vya uchumi. Imejinyakulia kiwango cha juu zaidi cha ukuaji wa uchumi katika nchi za Amerika ya Kusini mwaka huu wa 2025, huku Marekani ikijaribu kuisambaratisha Venezuela kwa kuendeleza vikwazo vikali visivyokuwa vya halali, kuizingira kiuchumi na sasa hata kutishia mashambulizi ya kijeshi. Tume ya kiuchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Amerika ya Latini na Caribbean, CEPAL, katika ripoti iliyowashangaza wengi hasa nchi za magharibi, ni baada ya tangazo kuwa Venezuela licha ya vikwazo hivyo imesalia na kiwango cha juu zaidi cha ukuaji wa uchumi katika Amerika ya Kusini katika mwaka huu wa 2025. Taasisi hii iliyo chini ya Umoja wa Mataifa ilipotangaza tathmini ya awali ya uchumi wa nchi za eneo, imethibitisha kushindwa kwa siasa za shinikizo la juu za Marekani dhidi ya Venezuela. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Venezuela imeandikisha ukuaji wa 6.5% mwaka 2025 na kusimama kileleni kwa jedwali la ukuaji wa uchumi Amerika ya Latini na Caribbean. Ripoti hii ni ushahidi dhahiri na ushindi wa mfano wa uchumi wa watu wa Venezuela au serikali ya Venezuela. Ripoti hii imebainisha kuwa Venezuela mwaka 2024 pia ilipiga hatua kubwa kwa ukuaji wa 8.5% na kuendeleza mwendelezo huo mwaka 2025 kwa 6.5%. Hali imeiweka mbali sana na wastani wa ukuaji wa kiuchumi katika kanda ambao ni kati ya 2.3% hadi 2.4% pekee. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa uchumi wa Venezuela si tu umesimama imara dhidi ya njama za kibeberu, bali pia upo katika hatua za kustawi upya. Katika sehemu ya ripoti ya CEPAL imebatilisha propaganda za vyombo vya habari vya magharibi, imeangazia mafanikio ya serikali ya Nicolas Maduro katika kudhibiti mfumuko wa bei. Taasisi hii ya kimataifa imekiri kwamba mfumuko wa bei nchini Venezuela, nchi ambayo inajulikana kama yenye itikadi kali ya ujamaa, imepungua kwa zaidi ya 87% ndani ya mwaka mmoja. Venezuela imefanikiwa kutoka katika hali ya mfumuko wa bei mkubwa uliotokana na vita vya kifedha vilivyopangwa na maadui wa taifa hilo na kufikia kiwango cha mfumuko wa bei kinachoweza kudhibitiwa. Mafanikio haya yanachukuliwa kuwa moja ya ushindi muhimu zaidi wa kiuchumi katika miaka ya hivi karibuni. Kwa kuzingatia ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa, inapaswa kusema kwamba Venezuela inaweza kujitokeza kama kinara wa ukuaji wa uchumi katika Amerika ya Latini na Caribbean. Moja ya sababu kuu za ustawi huu ni kupungua kwa kiasi kikubwa kwa mfumuko wa bei. Venezuela ambayo kwa miaka mingi ilihangaika na janga la mfumuko wa bei mkubwa, imefanikiwa ndani ya mwaka mmoja kupunguza mfumuko wa bei kwa zaidi ya 87% na kufikisha katika kiwango kinachoweza kudhibitiwa. Mafanikio haya makubwa yameleta uthabiti wa kiasi katika soko la ndani na kuweka mazingira bora kwa ukuaji wa uzalishaji na uwekezaji. Sababu nyingine ni ongezeko la uzalishaji wa mafuta na nishati. Licha ya vikwazo vya nje, serikali ya Venezuela imewezesha kurejesha sehemu ya uwezo wake wa mafuta na kuongeza mauzo ya nishati nje ya nchi. Hatua hii imeiletea taifa hilo mapato zaidi ya fedha za kigeni na kuchangia kuimarisha akiba ya fedha za kigeni pamoja na kufadhili miradi ya ndani. Aidha, utofauti wa uchumi kupitia kuunga mkono sekta za kilimo, viwanda na huduma umechukua nafasi muhimu katika ukuaji huu. Sekta binafsi na umma, licha ya vizuizi vinavyotokana na vikwazo, zimewekea upya katika uzalishaji wa ndani. Juhudi hizi zimepunguza utegemezi wa kipekee kwa mafuta na kufanya sekta nyingine kuchangia kwa kiwango kikubwa katika ukuaji wa uchumi. Kutokana na mtazamo wa kijamii, kupungua kwa mfumuko wa bei na pia kuongezeka kwa uzalishaji kumeleta maboresho ya kiasi katika hali ya maisha ya wananchi. Ingawa changamoto za kimuundo bado zipo, uthabiti wa kiuchumi umeweza kujenga imani fulani ndani ya jamii na kuweka mazingira ya kupungua ukosefu wa ajira na kuongeza nafasi za kazi.
Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.